Kwa hivyo tumeona katika kitabu cha Warumi 1:19 mpaka 21 ya kwamba Mungu alijifunua kupitia kazi zake alizoziumba ili watu wote duniani waweze kumjua, waweze kumfahamu, ili watu wote duniani wasiwe na sababu ya kwamba hawamjui Mungu. Kwa Wayahudi anajifunua kwa Yesu Kristo, na kazi zake ambazo ameumba katika dunia pia zinamdhihirisha. Lakini Biblia inasema hata walipomjua Mungu wao hawakumtukuza kama Mungu. Hawakumtukuza kama Mungu kwa sababu walidanganywa na nini? Na uzushi wa mioyo yao. Mioyo yao ikaanza kuzua. Uzushi inatokana na neno kuzua. Kwa hivyo vitu vinachipuka kutoka mioyo yao. Na hivi vitu vilipoanza kuchipuka ama vilipoanza kutoka, basi vikaanza kuleta nini? Vinaleta giza ndani ya moyo. Kwa hivyo moyo ukazusha vitu ambavyo viliufunga huo moyo, na moyo sasa ukawa na giza. Na kwa sababu uko na giza, then they cannot see God. Then they cannot see what God is revealing unto them. Because what God is revealing unto them, kile Mungu anachowafunulia, hicho ndicho mapenzi yake. Kama mimi niko nafuata njia fulani, na hii njia niifuate, lakini hii njia siyo, na baadaye mtu mwingine aje anionyeshe hii njia siyo, njia ya sawa ni hii. Kwa hivyo wakati mimi nikiwa ninaendelea na hii njia ya zamani na sijui, na huyu mwingine amekuja kunionyesha njia hii ndiyo njia ya sawa, ninapoendelea kukataa hii njia hii ya sawa, niendelee kufuata ile njia yangu, basi nitaangamia. Mungu hataki watu waangamie. Mungu hataki watu wafe katika dhambi zao. Mungu hataki watu wasikose kufahamu. Mungu anajifunua ili watu wamjie. Hilo ndilo lengo na kusudi. Hiyo ndio mpango wa Mungu. Na kile anachokifunua ni kile yeye anataka sisi tukijue. Maana Mungu anatujua, anatufahamu na anatuelewa. Kwa hivyo anatufunulia ili sisi tufanye nini? Ili tujue. Lakini kama hatutafuata kile ambacho anatufunulia, basi Mungu hana njia, hawezi kutulazimisha, atatuacha. Ndio kifungu cha 28 katika Warumi 1 kifungu cha 28 kinasema hivi: baada ya hawa watu walipokataa, maana wameonyeshwa, lakini hawa watu wanafanya nini? Wanakataa. Biblia inasema hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Yes. Wameonyeshwa, wanafunuliwa, lakini katika fahamu zao wanaendelea kukaa na ule uzushi unaotolewa na nini? Na mioyo yao. Kwa hivyo wanakataa, they refuse. They are refusing what God is revealing unto them. The Hebrews are refusing what God is revealing unto them. The people in the world are refusing the gift of God, of what they have known before, of what they have in their heart, of what they believe is right. Hawezi kumpokea Kristo tayari kuwa wewe una imani yako ambayo unaamini. Kwa hivyo hawa wakakataa, na kama vile walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu alifanya nini? Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Do you see? Mungu anawaacha wafuate akili zao zisizofaa. Wafanye yasiyo wapasa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa anawaachilia waendelee kufata vile wanavyofahamu, vile wanavyojua, vile fahamu zao zinavyowaongoza. Anaendelea kuwaacha waendelee kufuata fahamu zao ambazo hazifai mbele ya Mungu. Nisipoona Kristo ndani Kristo katika dunia hii, nisipomwona Kristo wakati huu, Mungu ataniacha niendelee kufata fahamu zangu, niendelee kufata imani nilionayo. Kuna watu wamekuwa wakisema mimi naamini hivi, mimi naamini hivi, mimi najua hivi, najua Mungu hivi, najua lakini ndiyo hivyo unavyojua. Mungu anamleta Kristo ili akuambie vile unavyojua sivyo. Imani yako, it is on the wrong foundation. The foundation of your faith is supposed to be on Christ. The foundation of your faith, brother, ni muhimu ama ni iwe katika Kristo. Hapo ndipo Mungu anafunua nini? Anafunua Kristo Masihi katika maisha ya Wayahudi wote. Lakini giza, pazia imefunga, hawawezi kuona. Na hivi sasa pazia za itikadi, pazia za desturi, pazia za filosofia ambazo zimeingia katika dunia, pazia za kila aina, pazia za ufahamu, pazia za mambo tofauti ambayo dunia sasa wanaikimbilia, zimefunga watu wengi. They cannot see Christ has already come more than 2000 years, zaidi ya miaka 2000, na Yesu Kristo tayari ameshaletwa duniani. Na sasa Mungu amemtangaza kila mahali. Hakuna mahali ambako watu hawajamjua Kristo. Kwa hivyo Mungu anamdhihirisha Kristo kwa watu wote. Mungu anamleta Masihi kwa Waisraeli, watamuona. Watamuona. Akishawaleta, Wayahudi watamuona. Wayahudi wanatazama wapi? Mioyo yao iko na nini? Macho yao yanaelekezwa wapi? Maana kuna mahali ambako wanatazama, wanaangalia. Na ndio sababu hawawezi kufanya nini? They cannot receive him. Wacha tusikie vile Yesu mwenyewe anazungumza. Mathayo 15. Mathayo 15, angalia vile Yesu mwenyewe anazungumza. Mathayo 15:7-9 nasema hivi: enyi wanafiki, enyi, anaanza na maneno magumu sana. Enyi wanafiki. Wakina nani hao ni wanafiki? Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ujumbe huu pia na sisi umetufikia. Wanafiki. Mnafiki. Enyi wanafiki. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisemaje? Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Midomo wananiheshimu. Wayahudi hao kwa midomo wanamheshimu, lakini nini? Mioyo very far. It is very far. Watu wengi wanasemaje? Tunampenda Yesu Kristo. Kama ni kumwimbia wanaweza kumwimbia vizuri. Kama ni kumtolea wanaweza kumtolea kabisa. Wengine wanaweza kufanya kazi kubwa kwa ajili ya Kristo. But the heart is still locked. Bado kuna pazia ambayo iko katika moyo ambayo bado hawajamfahamu sawasawa Kristo. Maana hata wakisema hivyo, baadaye wanaenda na taratibu zao, wanaenda na tabia zao, wanaenda na kile wanachoamini, si kile walicho Kristo ambacho anatufundisha. Wanaenda na maisha yao.
Yesu anasemaje? Anasema watu hawa wanakuja tu wakiniheshimu. Kwa nini? Midomo wakisema, tunampenda Yesu. Kenya watu wote wanampenda Yesu. Watu wote Kenya wanampenda Yesu. Duniani kote ukiuliza, hata kahaba, hata mlevi chakari, au amelewa kabisa, ukimuuliza unampenda Yesu, anasema nampenda kabisa Yesu. Kila mtu anampenda, hata mwizi anasema anampenda Yesu. Na kila mtu anampenda Yesu kwa mdomo tu. Lakini maisha anayoishi kulingana na imani aliyona, kulingana na kile anachojua, kulingana na vile anavyotaka, desturi yao. 9 anasema hivi, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Wanafundisha yaliyo wakiabudu, wanaabudu bure. Wewe ndugu yangu, kama ni maagizo ya wanadamu, ndugu yangu, kama Mungu, kama mahali unapoenda ni maagizo ya wanadamu ndiyo unayofundishwa, angalia maisha yako. Kama si neno la Kristo, kama si Kristo ambaye anafanya kazi, angalia hapo mahali. Maana hao watu walikuja wengi, na wakija kila mtu anasema, unasikia Yesu anaweza kutajwa tu kama desturi. Like what? A formality. It is just a formality. If you mention Jesus Christ, it's a formality. Kila mtu akisimama anasemaje? Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. It's just a formality. Lakini ndani yake, je, ameshampokea Kristo? Je, ameshaondoa maisha yake ili achukue maisha ya Yesu Kristo? Ndio hawa watu ambao Isaya alizungumza wapi? 29 chapter mlango 29 huko Isaya alizungumza kifungu cha ngapi? Kifungu cha 11. Sema watu hawa unijia wakiwa wana nini? Wana katika midomo, lakini nini? Mioyo yao iko mbali. In fact, wanasimama kwa sababu kuna watu ambao walitokeza wakaanza kufundisha nini? Hekima ya wanadamu. So as they come to serve, wanakuja na nini? Na doctrine za wanadamu. Na hizo zinawekwa kama nini? Zinaingizwa ndani ya imani. Zinakuwa sehemu ya imani. Sikiza, Yesu Kristo akishatupatia imani yake, that is the final. Hiyo ndio foundation ya Ukristo. Hiyo ndio foundation ya wokovu. Hatuhitaji doctrine nyingine. The doctrine of Jesus Christ, kazi ya Yesu Kristo ambayo Mungu anatufunulia, hiyo ndio inastahili isimame katika maisha yangu. When I preach, hata mimi niko na mila, hata mimi niko na mapokeo ambayo nilifundishwa kutoka kwa wazazi wetu na babu zetu. But nikiingia kwa Yesu Kristo, sasa siingii na haya mapokeo, siingii na hii mila. Sasa niache hizo ama nizikatae hizo, niingie na nini? Niingie na nifundishwe, nikae katika msingi wa neno la Kristo, nikae katika msingi wa kazi ya Yesu Kristo, according to what God has revealed unto me, according what God revealed unto me through Christ Jesus. Kupitia Yesu Kristo, vile anavyojifunua kupitia neno lake, vile anavyojifunua kupitia neno lake, hivyo ndivyo niishi, hivyo ndivyo nikae. Ndio nina mila zangu, na mila zingine ni nzuri, na huyu naye ana mila yake nzuri, na huyu naye ana mila yake nzuri. Lakini tukija kwa Yesu Kristo, hizi vitu si misingi ya wokovu. Hivi vitu si msingi ya imani. Imani ni Yesu Kristo, msingi ni Yesu Kristo. So katika pazia za akili zetu tutoe hizo, ili tumwangalie nani? Tumwangalie Kristo, kile anachotuambia. Because tukichanganya, Mungu hataki tuchanganye. Anamfunua, maana ameona ile yetu ni mbaya. Mila yako ni mbaya Bwana, ndio sababu Yesu Kristo ameletwa. Mila yangu ni mbaya, ndio sababu Yesu Kristo ameletwa. Ili nifanye nini? Mimi nitoke katika hiyo mila yetu. Wewe utoke katika mila yako, na wewe utoke katika imani ulionayo. Sasa uingie kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Ukae kwa Yesu Kristo, utazame vile Kristo anafundisha imani. Huo ndio msingi wa imani.
Hiyo ndio kazi ya imani. What God is revealing unto us, tuone kile Mungu anatufunia. Maana hayo ndiyo mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni jinsi gani tunaweza kukubali? Jinsi gani tunaweza kukubali haya mambo ambayo Mungu anatufunulia? Jinsi gani tunaweza kupata kile Mungu anachotufunulia? How can we accept? Tunawezaje kukubali kile Mungu anachotufunulia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ambayo nataka niseme. Hapo ni mahali. Ndiyo, sasa mimi niko hivi. Jinsi gani sasa naweza kupokea ama naweza kukubali kile Mungu anachotufunulia? Because kile Mungu anachotufunulia, that is his will. What God is revealing unto the world, that is his will. What God is bringing to the world, that is his will. Ndiyo, wameishi katika sheria fulani na Mungu sasa anawaonyesha, now this is my will to rule Messiah, to rule Jesus Christ. Ndio sababu anamdhihirishia. So jinsi gani mtu anaweza kukubali kile Mungu anachokifunua? Kwanza, huyo mtu lazima kwanza aone kile Mungu anachokifunua. Kama sitaona kile Mungu anachokifunua, basi ni ngumu kuipokea. Kwa hivyo kitu cha muhimu kwanza, nione kile Mungu anachokifunua. Na nione kile anachokifunua kwamba ndiyo mapenzi yake. So seeing what God is revealing, or the work of God, and understand, na baada ya kukiona hicho, ni kitu cha muhimu nijue ya kwamba hiyo ndio mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikishaona, kwanza uone. Because watu wengi wanatazama lakini hawaoni. Because they are blind. Because our hearts are blind, brothers and sisters. Wapendwa, watu wengi hawaoni maana mioyo yao imetiwa giza. Alafu kitu cha pili, kukubali hayo mapenzi ya Mungu kuwa ni kweli. Vile Mungu anavyotufunulia, nikubali. Baada kuona, halafu nikubali ya kwamba hayo mapenzi hayo, ama vile Mungu anavyofunua, hiyo ndiyo kweli. So nitoke katika kweli yangu na nichukue kile Mungu anachofunua na ni acknowledge, nikubali ama nitambue ya kwamba hii ndiyo kweli. Kwa hivyo nikishaona kwanza kile ambacho Mungu anafunua ya kwamba hayo ndio mapenzi yake, halafu baadaye nitambue ya kwamba hiyo ndiyo kweli ya Mungu ambayo ndio mapenzi yake. Nitambue. So acknowledge the will of God. Namba ya 3, baada nikisha acknowledge, nikisha pokea ama nikisha kubali ama nikisha tambua, baadaye nitupe mawazo yangu ama nitupe will ya zamani ndani ya moyo wangu, ndani ya maisha yangu, niitupe mbali. Kwa sababu kwanza nimeona, halafu nimetambua ni kweli, halafu baadaye ninafanya nini? Ninatupa. Anything that you know is truth, you will accept it in your heart, you will receive it. Anything that is a lie, you cannot receive it. Mtu akija akiwa anakuambia uongo na ukijua huo ni uongo, ni ngumu sana kumfuata ama kukubali. Amen. Kwa hivyo ukishatambua ya kwamba huu ni ukweli ambao Mungu ananionyesha, basi mimi nitupe ile will yangu ya zamani, ama nitupe yale mapenzi yangu ya zamani, the old will. Na sasa nifanye nini? Ni kubali. Bwana Yesu asifiwe.
Then number 4 ni kwamba nichukue. Amen. Take and retain that will in your imagination. Ama katika nini? Katika in your knowledge. Kwa hivyo nikisha jua ya kwamba hii ni kweli na nimetupa ile wili yangu ya zamani, sasa ndani yangu niko free, ndani yangu niko empty, then I am now in the position now to do what? To take what? That what God has revealed unto me and return in my knowledge. So when I return, nikiweka huo ufunuo ambao ndio mapenzi ya Mungu ambao Mungu amenipatia. Sasa ninafanya nini? Sasa ninaishi mpaka naendelea kukaa nayo mpaka Kristo sasa afanye nini? Kristo ajengeke ndani yangu. What God has revealed unto me, what God has brought unto me, sasa mimi I take it and retain it until Christ is formed in me. Mpaka Kristo afanye nini? Aumbike. Bwana Yesu asifiwe. Christ aumbike. Christ anaumbika ndani yangu. Kadri ninavyoendelea kufanya nini? Kadri ninavyoendelea kumfuata Kristo, kadri ninavyoendelea kufuata vile Kristo amefunua, kadri ninavyofuata vile Mungu anavyofunua, hivyo ndivyo Kristo anafanya nini? Anaumbika ndani yangu. Anaumbika ndani yangu. So kule kumfuata kunamfanya Kristo anaumbika ndani yangu. Mfano mzuri katika Biblia, wale wanafunzi wa Yesu Kristo walipokuwa na Yesu Kristo, walipokaa na yeye kwa miaka 3.5. Wakati Yesu Kristo alipokuwa ameenda, Petro na Yohana walipokuwa wakihubiri, wakati mmoja walishikwa. Na walipoanza kuzungumza, walipokuwa wanawahoji, hii mnafanya kwa uwezo gani? Na walipokuwa wakiwahoji, kwa nini mnafanya? So majibu ambayo wanatoa nani? Petro na Yohana, jinsi wanavyojibu, wale watu walisema hawa wamekuwa na nani? Hawa vile wanavyokaa wamekuwa na Yesu Kristo. After many years Yesu ameondoka, lakini wanasemaje? Hawa wamekuwa na Yesu Kristo. Kwa sababu kadri walivyokuwa na Yesu Kristo, Christ was being formed in them. Bwana Yesu asifiwe. So as we walk with Christ Jesus daily, nasema daily, kila wakati tukitembea na Yesu Kristo, then Christ is going to be formed in us. Christ is formed in us. Wagalatia anasema hivyo. Kitabu cha Wagalatia tuangalie. Paulo anasema hivyo kwa Wagalatia. Paulo anasema hivyo kwa Wagalatia 4:19. Hivi ndivyo Paulo anazungumza. Anasemaje? Vitoto vyangu ambao kwamba wanaonea na waonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Paulo anasema na waonea utungu tena. This is travel, yani ule uchungu wa kuzaa. Paulo anawaonea tena utungu. In other words, these people tayari wameshazaliwa kupitia injili ya Paulo aliyoihubiri. Na baada ya kuwa wameshaokolewa tayari, sasa anasema kuna utungu mwingine tena ambao anawaonea. Ni nini? Ya kwamba Kristo aumbike ndani ya. So this is the traveling ambayo iko ndani ya nani? Ya Paulo. Ya kwamba uchungu ulioko sasa ni kwamba Waebrania wafike kiwango Kristo anadhihirika. Kristo anaonekana ndani yao.
Maana mpaka sasa Kristo hajaonekana. In other words, bado kuna chembe za nini? Za itikadi. Bado kuna chembe za nini? Za mila. Bado kuna chembe za maisha yao. Bado kuna chembe ya vitu ambavyo havitokani na Kristo. Kwa hivyo anawatakia nini? Mpaka Kristo aumbike ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati gani basi Kristo ataumbika? Ni mpaka wakati gani Kristo ataumbika ndani yetu? Haleluya. Ni wakati gani mpaka Kristo ataumbika ndani yetu? When is Christ formed in us? When is Christ formed in a person? Ni wakati gani Kristo ameumbika ndani ya mtu? Si mpaka atakapokuja Yesu Kristo. Banaka pengine Yesu atakapokuja ndipo sasa Kristo atakuwa formed fully. Anasema wanataka Kristo aumbike kabla hawajaenda mahali popote, ana travel ili Yesu Kristo aumbike. Na ni wakati gani sasa Kristo ataumbika ndani yangu? Wakati tabia za Kristo, haleluya, wakati the attributes of Jesus are being manifested in your life. When the attributes of Jesus are being manifested in my life, hapo ndipo Kristo amekuwa formed ndani yangu. Ya kwamba watu wakikutazama katika maisha yako yote, katika hali zako zote, basi Kristo ndiye anaonekana. Haleluya. Kristo ndiye anakuwa displayed. Ukizungumza, watu wanasema Kristo amezungumza, ama yule anayezungumza naye anamuona kweli Kristo yuko ndani yako. Kama vile Petero na Yohana walipokuwa wakiwahojiwa, wanaona nini katika mazungumzo yao, katika usemi wao? They only see who? Christ. So when the attributes, some of the attributes or all the attributes of Jesus Christ zinaanza kuwa displayed katika maisha yangu, hapo ndipo Kristo anafanya nini? Amekuwa formed ndani yangu. Ameumbika katika maisha yako mama. Wakati tabia za Kristo zinaonekana. Tabia za Yesu Kristo ni nyingi. Tabia ya Yesu Kristo akitukanwa hatukani. Hategeshi kutukana. Hiyo ni tabia moja. Tabia ya Yesu Kristo inasemaje? Kupenda mtu. Sio hata kupenda mtu anayekupenda, kupenda adui yako. Tupende adui yetu. When tukifika hicho kiwango, when Christ is formed in you, when Christ is formed in me, basi hizi tabia zitaanza kudhihirika. You will preach to the people. Utahubiri kwa watu wote kama unawapenda. Utazungumza injili kwa watu wote, wanaokupenda kwa watu wote. Attributes za Yesu Kristo zikianza kudhihirika ndani ya maisha yangu, basi hapo ndipo Christ amekuwa formed, na ataanza kudhihirisha kazi zake zozote. Kazi za uponyaji, kazi za maisha. Maisha ya Yesu Kristo yanaonekana ndani yako. Kijana, wakati Christ amekuwa formed ndani yako, hutasema ati wewe ni kijana. No, Christ when he is formed in you, maisha yake yataonekana ndani yako. Utaamini kile Kristo ambacho amesema. Utaamini kile ambacho Kristo amekuzungumzia. Utaamini kile Kristo ambacho anasema katika maisha yako. Si kile ambacho unataka, si kile ambacho you feel to do. Kuna watu wamekuwa kusema, mimi sijisikii. Ndiyo, wewe hujisikii. Na hata pia saa nyingine pia na mimi naweza kuwa sitajisikia. Lakini wakati Kristo akishakuwa formed ndani yangu, sasa sienda kujisikia. Ninaenda na neno ambalo ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So, neno ambalo ametupa ndilo linalofanya nini? Linatuongoza. Ndiyo, ninaweza kuwa pengine sijisikii katika hali fulani, lakini kwa sababu yeye yuko ndani yangu ataniwezesha. Biblia inasema, Paulo anasema, na yaweza mambo yote maana yeye ananitia nguvu.
yes, I am weak in the body. Yes, I cannot do this and this. But kwa sababu yuko ndani yangu, atanitia nguvu. Kwa hivyo mpendwa, Yesu akiwa formed ndani yako, kazi zote utaweza. Maisha yake Yesu Kristo utayaweza. Usemi hii naweza na hii siwezi. Ndiyo, kibinadamu tunaweza kusema, but when he is formed, atatupatia ule uwezo wa kufanya. Kuna watu ambao wana hasira sana. Hasira sana, ni watumishi wengine, lakini hasira iko nyingi. Kila mmoja ako na hasira. Lakini maandiko yanasema basi tuwe na hasira, lakini tusitende dhambi. Sasa hiyo, when Christ is formed, kwa hivyo hasira ipo, lakini anasema tuwe na hasira, lakini tusitende dhambi. So that is the nini? Hiyo sasa ni maisha Yesu Kristo anatufundisha. Ndiyo baba, uwe na hasira pale nyumbani, lakini usitende dhambi. Mama, uwe na hasira pale nyumbani, lakini usitende dhambi. Mchungaji, uwe na hasira, lakini usitende dhambi. Hivyo ndivyo Kristo anasema. So when he is formed in me, ndiyo saa nyingine tunaweza kukwazika. Ndiyo, sometimes we are offended. Lakini Biblia inasemaje? Basi nisifike kiwango cha kutenda kinyume na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja Yesu Kristo akawa naomba, akasemaje? Bwana, ikiwezekana kikombe hichi kiniondolee. Alikuwa na will yake. Bwana, ikiwezekana kikombe hichi kiniondolee. Alikuwa na will yake. But he threw away his will na akakubali will ya Mungu. Kwa hivyo sisi pia tutoe hizo. Christ akiwa formed, hivi vitu vyote ambavyo tunaishi navyo, itikadi, mila, desturi, mapokeo, philosophy ambazo zimetoka katika dunia, na imani zote ambayo misingi yao ni ya dunia, itoke Mungu Kristo awe formed katika maisha yako na maisha yangu, ili tuweze kufika katika mapenzi ya Mungu. Na nasema Bwana kubariki kwa kile ambacho Mungu amenena katika maisha yetu sisi sote. Bwana akusaidie uendelee kuishi na maisha ya imani katika Kristo. Na kama hujakubali Kristo, weka maisha yako kwa Yesu Kristo, pokea Yesu Kristo na Yesu atakusaidia. Maana yeye anaweza mambo yote. Bwana kubariki. Nataka niombe. Baba, nakushukuru kwa siku ya leo. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Ninakubariki kwa matendo makuu, na kubariki kwa sababu ya kazi zako. Neno hili acha likafanye nguvu katika mioyo yetu. Neno hili acha likatende kazi ndani ya mioyo yetu. Ya kwamba Bwana, kama vile Wayahudi ambavyo Mungu alikuwa anataka kujidhihirisha kwao na hawakumpata, inawezekana hata pia na sisi Bwana tukawa tumemuona Kristo, lakini tukawa hatutaweza kumweka ndani ya maisha yetu. Lakini leo Bwana, kupitia neno lako tumeonyesha, umedhihirisha jinsi gani Kristo tunaweza kumweka katika mioyo yetu. Because Yesu Kristo ndiye mapenzi ya Mungu ambayo imedhihirishwa katika maisha yetu. Bariki msikiaji, bariki yule anayetazama. Wacha neno lako likatende kazi ndani ya maisha yetu, na jina lako likaweze kuinuliwa. Asante kwa sababu unaweza. Utatenda kwa utukufu na sifa ya jina lako. Utukuzwe milele na milele, kwa sababu ni Bwana mwema. Bariki kila mmoja, wasaidie, na zaidi ya yote wape neema yako, wakaweze kukujia baada ya kuona yale uliyoyafunua ambayo ndiyo mapenzi yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen.